Siku chache zilizopita mbunge mmoja kule bungeni alimuuliza swali waziri anayeshughulikia mambo ya umeme katika nchi hii. Akamwambia, kuna habari kwamba mradi wa umeme wa msongo mkubwa wa kilovoti 132 unaotoka Ubungo kwenda Makumbusho umekwama kwa sababu ya hoja za Kakobe. Waziri akajibu akasema, kwanza akakiri kwamba umeme ni mdogo katika mradi wake, lakini pamoja na kukiri umeme ni mdogo, akasema umeme ni sayansi, na kwa sababu ni sayansi haingiliani kabisa na imani za kidini. Imani za kidini haziwezi kukwamisha sayansi yake ya umeme. Mtu anahitaji kuingizwa darasani. Leo nasimama kama profesa kumuingiza shule. Yuko baba wa sayansi zote. Sayansi ina mipaka. Kama sayansi ingekuwa haina mipaka katika utendaji wake, sayansi ingekuwa imegundua dawa ya ukimwi. Tangu mwaka 1983 ukimwi uliingia duniani. Na kwa taarifa yenu wa Tanzania, ukimwi haukuanzia Tanzania. Mgonjwa wa kwanza kugundulika na ukimwi alitokea Marekani. Tena alikuwa nyota mkali sana wa filamu. Alikuwa nyota mkali sana, tajiri mkubwa wa kupindukia. Wende alikufa kwa ukimwi, lakini msingi alikuwa ni shoga. Wende wa kwanza kufa kwa ukimwi. Wa Marekani, wanasayansi wote duniani na wanasayansi wengine wote wamehangaika na kuhangaika, miaka nenda miaka rudi. Hata wakitangaza imepatikana dawa inaonekana kuna nafuu inaweza kutibu namna fulani, itathibitika waziwazi baada ya muda mfupi si chochote si lolote. Hakuna wakati teknolojia ya kisayansi wanayosema ni sayansi ina uwezo wa kipekee sana katika kuvumbua dawa kama leo. Kwa namna ya kutumia kompyuta wamehangaika na kuhangaika. Zawadi za kila namna zimetolewa. Watu wamehangaika usiku na mchana, wengine hawalali, wanatafuta kupata zawadi ya juu kuliko zawadi zote. Mtu yote ambaye angejulikana amevumbua dawa ya ukimwi duniani leo angepata zaidi ya Nobel Prize, angepata zawadi ya zaidi ya zawadi ya Nobel. Kila mmoja anahangaika usiku na mchana. Huu ni mwaka wa 27, karibu naingia mwaka wa 28 sasa. Wako hoi tabani, hakuna dawa. Kwa sababu gani? Piga kelele, sayansi ina mipaka. Piga kelele tena, sayansi ya wanadamu ina mipaka. Ndio. Na mtu huyu, waziri huyu anayeshughulikia umeme, kwa kukiri umeme ni mdogo, wakati wameingia hapa kwa mbwembwe nyingi na kusema sisi ndio tumechelewesha mradi, kwa nguvu kubwa wakaitumia kwamba nguvu zote za dola zitumike kuhakikisha umeme unawaka haraka. Tarehe 29 mwezi wa 3 nyaya zimeunganishwa na kukamilika.
baada ya kubomoa mabango kwa mbwembwe, kwa bunduki, wakimwelekezea bunduki ya Mungu aliye juu, sasa wamekutana na baba wa sayansi. Na watu hawa waliamini juu ya uchawi wa Iringa. Waliamini juu ya uchawi wa Iringa kwenye makaburi ya Kihehe. Umeme wa kule ulikuwa mdogo, kama nakumbuka vizuri ni karibu kV 33 tule, si zaidi sana. Na umeme ule kule ukashindwa kupita pale vile walivyokusudia, wakapindisha njia yao. Na wakati nazungumza na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam katika kikao chetu kimoja, tukiwa pamoja na waziri wanashirikia umeme, mkuu wa mkoa akakiri kwamba pale kweli serikali ilikwama, uchawi ulifanya ule umeme usipite pale. Nikamwambia mkuu wa mkoa Lukuvi, kama wachawi walizuia umeme kupita, hapa ziko nguvu zaidi ya wachawi. Na Mheshimiwa Lukuvi akacheka tu akasema, bwana. Na mimi nikanyamaza kimya. Watu wanaamini juu ya uchawi wanaitwa Wakristo. Mkuu wa mkoa anaitwa William, na huyu anayeshughulika na umeme anaitwa William, lakini wanaamini uchawi kuliko nguvu za Mungu. Nataka kuwafundisha Ukristo ulio hai. Na nikawaambia, bomoeni mabango, tumieni nguvu zenu zote. Sisi hatuko hapo nje, tunaingia hapa ndani. Kama mmekuwa mnafungua Biblia, mnaona ni kitabu cha hadithi. Biblia ya Kakobe sio kitabu cha hadithi. Biblia ya Kakobe sio kitabu cha hadithi. Biblia ya Kakobe sio kitabu cha hadithi. Ni Biblia iliyo hai. Sikiliza, kwa mbwembwe zote, wiki ile ya kwanza wakatangaza TANESCO kwamba wanakata umeme kwa sababu wanaunganisha umeme mkubwa, unaunganishwa. Wiki ya kwanza wanaunganisha, wakakuta maluelue. Wakatangaza tena wiki ya pili, tunakata tena, tunaunganisha. Wanaunganisha, wakakuta maluelue. Wakaanza kuhangaika. Niko ndani ya chumba nikasema, manabii wa Baali nyinyi, 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 manabii wa Baali nyinyi. Amen. Ndio nikawaambia, zungumzeni na Mungu wenu anayeitwa sayansi, aweke umeme wa kV 132 hapo. Labda Mungu wenu ana shughuli nyingi, labda Mungu wenu amesafiri, labda Mungu wenu amelala. Huu ni wakati wa nabii Elia kudhihirisha nguvu zake. Ni wakati wa nabii Elia kudhihirisha nguvu za Mungu. Ni wakati wa nabii Elia kudhihirisha nguvu za Mungu. Ni wakati wa nabii Elia kudhihirisha nguvu za Mungu.
Tangu mwezi wa 4 mwanzoni wamehangaika, utawahurumia. Umeme ni kitu kidogo sana. Kuunganisha umeme ni sawa sawa na wiring tu ndani ya nyumba. Ukishafanya wiring ndani ya nyumba inabaki switch on off, kuisha maneno. Lakini mwezi wa 3 umeenda, mwezi wa 4 umekwenda, mwezi wa 5 mwezi wa 4 umekwenda, ndio walioanzia. Mwezi wa 5 umekwenda, mwezi wa 6 umekwenda. Huu ni mwezi wa 4. Waziri anasema umeme mdogo, ili serikali isiyomheshimu Mungu ishike adabu. Umeme ni sayansi, utawaka sio muda mrefu jao. Tutawatangazia wa Tanzania. Kabla ya kutangaza jio umeme umewaka, hata kama ukiwaka leo, lazima ueleze. Waziri wa umeme lazima ueleze mwezi wa 4 haujawaka kwa nini. Lazima ueleze hiyo kwanza. Lazima wanasayansi wako waeleze kwanza. Wanasayansi gani? Mwezi wa 4 hujaweza kuwasha umeme kutoka hapa Ubungo mpaka Makumbusho, mwezi wa 4. Sayansi gani? Na shanga Tanzania lazima ifikie mahali mheshimu Mungu aliye hai. Tunamtaja Mungu bungeni kama kwa dhihaka. Tunafungua kwa maombi bunge kama kwa dhihaka. Tunazungumza Mungu ibariki Tanzania kama kwa dhihaka. Tunazungumza Mungu ibariki Afrika kama kwa dhihaka. Tunashika Biblia katika kuwapa mafisadi wakubwa kama kwa dhihaka. Wakati wa dhihaka kwa Mungu umetosha. Wakati wa dhihaka kwa Mungu umetosha. Amesimama nabii kudhihirisha Mungu wa Elia ndiye Mungu aliyoko hapa leo. Tuhubiri dini. Hii sio imani ya kidini. Hii ni imani ya Mungu aliye hai. Amen. Wachawi ambao mnawaamini wanasiasa, ambao sasa hivi wakati wa uchaguzi mkuu mnaenda kuhangaika kwenye vigoda, hamna hata fedha, na elimu zenu mnakalia vigoda, mnahudumiwa na watu ambao wamevaa kaniki. Nendeni kamwambieni mchawi yoyote aniroge mimi Kakobe. Atawaambia Kakobe yule hatumwezi, Kakobe yule hatuthubutu, kwa sababu Mungu aliye ndani yangu ni zaidi ya wachawi. Ni zaidi ya wachawi. Ni zaidi ya wachawi.
walisimamisha umeme ule mdogo kule Iringa, tumesimamisha umeme zaidi ya ule mara 4 kwa jina la Yesu. Amen. Kwa namna ile ile fimbo zile za wachawi zilipogeuka nyoka mbele ya Farao, fimbo ile ya Musa iliyokuwa nyoka ikameza wale wengine wote. Lazima ifikie mahali ambapo kiburi cha serikali, kiburi cha viongozi wa nchi ambao hawaheshimu Mungu aliye hai, kama wangekuwa na utajiri wa Marekani wangekuwa na kiburi cha namna gani? Umaskini umeitosha nchi, na umaskini tele. Treni tu ya kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma na Mwanza ni kitendawili, lakini jeuri mpaka mnabomoa mabango ya Mungu. Mungu anasema kwa neno hili mtajua yuko Mungu aliye hai. Lazima ifikie mahali ambapo taifa la Tanzania litakapomtaja Mungu ibariki Tanzania, watasema hivyo kwa kumaanisha, sio kwa dhihaka kama sasa. Mungu ibariki Tanzania, unabomoa mabango ya Yesu. Nasema Mungu ibariki Tanzania. Akubariki kwa nini? Sayansi imeanzia wapi? Sayansi imeanzia wapi? Waziri wa umeme, nazungumza na wewe waziri wa umeme.